Hii ni nchi ya Sierra Leone, nchi ambayo imetawaliwa na uchimbaji wa madini. Lakini pia cha kushangaza zaidi, wachimbaji wake wengi kwenye maeneo mengi ya migodi ni wachimbaji wenye umri mdogo, yani wengi wao ni watoto, na unaambiwa historia inaeleza kuwa wachimbaji hawa ni wachimbaji wa almasi zenye damu. Ni kwa nini migodi hii imetawaliwa na watoto wadogo? Lakini kwa nini pia wanadai kuwa wachimbaji hawa ni wachimbaji wa almasi za damu? Na hapo ndipo ninapokurudisha mwaka 1991 ambapo vita vikali vya wenyewe kwa wenyewe vilitekelezwa katika nchi ya Sierra Leone na kuua maelfu ya watu, huku mamilioni ya watu wakikosa makazi. Na katika miaka ya 1991 vikosi vya RUF viliundwa na kupewa nguvu zaidi na rais wa Liberia, na kisha kuanzisha mapigano katika maeneo mbalimbali dhidi ya serikali na jeshi lake, huku wakiua raia mbalimbali ambao wengi wao walikuwa ni raia ambao hawana hatia kabisa. Na kama ulishawahi kusikia habari za vita, basi jua kuwa vita hii ya Siberia ilikuwa ni hatari zaidi, na ilikuwa ni vita ambayo iliteketeza watu wengi na wengine wengi kupoteza makazi na kusababisha matatizo mengi katika nchi ya Siberia. Na katika vita hii hakukuwa kabisa na hata chembe ya huruma. Watu waliuawa vibaya, watu wengine walivunjwa mikono na kukatwa miguu, huku wengine wakibakwa na kuuawa kikatili na kisha kutupwa barabarani kwa ajili ya chakula cha kunguru. Na nini sababu ya haya machafuko yote na nini kilipelekea? Ili kufahamu zaidi, hakikisha unabaki na mimi na unasubscribe kwenye channel ya YouTube ya 7 Media ili kutazama video hii mpaka mwisho. Nchi ya Sierra Leone ni nchi ambayo imebarikiwa sana kwenye upande wa madini, na hiyo ndio ilifanya serikali ya nchi hiyo kulewa mali za umma na kisha kutumia pesa hovyo, wakisahau majukumu yao yaliyowaweka madarakani. Na tena walikopa mikopo mingi mikubwa, na madeni mengi makubwa yalikuwa yakisababisha nchi hiyo kuendelea kuzorota kiuchumi, hali ambayo ilisababisha wananchi wengi kukosa huduma za afya na wengine kukosa elimu bora, pamoja na huduma zingine nyingi ambazo wananchi hawa walishindwa kabisa kuvumilia. Na hali hiyo ilisababisha machafuko ya wenyewe kwa wenyewe, na hapo ndipo kikaibuka kikosi cha RFU na kuanza kupigana na serikali ili wampindue rais wao madarakani, na nchi hiyo iongozwe na kundi hilo la RFU. Na unaweza ukajiuliza labda hawa RFU ni akina nani? Lakini nikwambie kwamba hawa RFU ni Revolutionary United Front, ambalo ni kundi la kijeshi ambalo lilianzishwa na wana Sierra Leone ili kuunga mkono kundi la NPFL liweze kuingia na kuvuka mipaka ya nchini Siberia na kuingia nchini Sierra Leone. Na kundi hili lilianzishwa na Foday Sankoh, ambapo lengo lao ni kupindua nchi hiyo na viongozi wao waliopo madarakani waondolewe, na kisha kuchukua nchi hiyo na maeneo mbalimbali ambayo waliamini ni maeneo fulani yenye utajiri mkubwa, ili waanze kunufaika na wao kama vile ambavyo viongozi hao walikuwa wakinufaika. Na kundi hili mapigano yake yalianza rasmi Machi 23 mwaka 1991, na katika mwaka huo wa kwanza walifanikiwa kabisa kuchukua maeneo mbalimbali, lakini pia waliendelea kuchukua maeneo makubwa na kuchukua maeneo mengi ambayo yalikuwa na almasi nyingi na madini mengi, ambapo waliamini maeneo hayo ni maeneo muhimu katika mapigano yao. Na ilipofika Aprili mwaka 1992, baraza la NPRC lilifanya mapinduzi ya kijeshi, ambapo mapinduzi hayo yalidumu mpaka mwishoni mwa mwaka 1993, na kisha vikosi vya serikali vikafanikiwa kuwaondoa RUF na kuwapeleka mipakani mwa Liberia na nchi yao kuendelea kubakia na amani, huku wakiendelea kusimamia na kuilinda migodi yao ya madini. Lakini ilipofika mwaka 1995, mapigano yalianza upya tena, na awamu hii RUF walikuja kivingine kabisa, na hawakujali kama huyu ni raia au huyu ni nani, basi waliua kila mmoja waliyekutana naye mbele yao. Na vita hivi vilipukutisha maelfu ya watu kwenye maeneo mbalimbali, na vikosi hivi viliua watu wengi sana katika maeneo mbalimbali. Na tena wengine walibakwa na kuuawa kikatili bila huruma, na kisha kutupwa barabarani na kugeuzwa chakula cha kunguru.
Na vita hivi vilipigana kwa kipindi cha miaka 11, na kwa wakati wote nchi hiyo ya Sierra Leone ilikuwa ni nchi ambayo haingiliki kabisa. Yaani ukiingiza pua yako huko, ndugu yangu, unaweza kujikuta unarudi jina tu. Na makundi hayo ya kijeshi ambayo yalikuwa yakipigana katika vita hiyo, basi alifanya kila aina ya ukatili na kuua watu wengi ambao walikuwa hawana hatia kabisa. Japokuwa mwanzo kabisa walipounda kundi hilo waliamini kwamba wanaunda kundi hilo kwa sababu ya kuwatetea raia wengi ambao wanapitia matatizo mbalimbali, lakini pia kuendelea kuzilinda rasilimali zao zisiibiwe na nchi za wazungu. Na ilipofika mwaka 2002, Uingereza ilitangaza kuingilia vita hivyo na kwenda kusaidia koloni lao la Sierra Leone ambalo walipata sapoti kubwa kutoka kwenye mamlaka za Umoja wa Mataifa kupitia katika anga la nchi ya Guinea. Na operesheni hii iliyofanywa na Uingereza ilifanikiwa na kuwaondoa kabisa wanajeshi wa RUF, na kisha nchi hiyo kutangaza amani na kumalizika kabisa kwa vita hivyo ambavyo vilidumu kwa muda wa miaka 11. Lakini mbali na kumalizika kwa vita hivyo, zaidi ya watu 70,000 walipoteza maisha, huku zaidi ya watu 2.5 wakipoteza makazi yao ya kuishi. Na mimi ninaitwa King D. Asante zaidi na hongera zaidi kwa kuendelea kuichagua 7 Media.